kwamba tulikuwa na jitihada nyingi sana tulikuwa tunazifanya za maridhiano kabla ya uchaguzi. Wote mtafahamu miezi mitano kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi tulikuwa tunaimba wimbo wa maridhiano, tulihangaika kila mahali. Tunataka kusema ni kwamba hali ambayo tulikuwa nayo kabla ya tarehe 29 na maridhiano ambayo tulikuwa tunayatafuta kabla ya tarehe 29 na hali ilivyo baada ya tarehe 29 ni vitu viwili tofauti. Huko nyuma mazingira tuliyokuwa nayo yalikuwa ni mazingira ya kawaida ya kutaka kwamba twende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja kama taifa, tufanyie marekebisho zile changamoto za uchaguzi. Maridhiano tulikuwa tunayatafuta dhidi ya matukio yaliokuwa yanatokea, utekaji na mambo mengine yaliokuwa yanaendelea kujitokeza wakati huo. Kitu ambacho kama taifa tulikuwa tuna uwezo wa kufanya sisi wenyewe kabla haya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa sasa hivi tumesikia lugha za maridhiano inakuwa inazungumzwa, lakini bado haijawekwa clearly bayana kwamba maridhiano haya yanafanyikaje. Je, tunazungumza maridhiano ambayo tulikuwa tunazungumza kabla ya uchaguzi au tunazungumza maridhiano na upatanisho ambao una sura ya yale yaliyotokea kuanzia tarehe 29, 30, 31 mpaka tarehe 1? Tunapenda ifahamike kwamba maridhiano wakati wote huwa yanategemea hali ilivyo na matukio jinsi yalivyotokea na kwa ukubwa wake. Hilo ni jambo la msingi na hii imekuwa imefanyika duniani kote. Tunaangalia gross level of gross violation of human right, yani kwa kiasi gani ukiukwaji wa haki za binadamu umefanyika kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa hivi toka matukio ya tarehe 29, 30 na kuendelea, taifa limeingia katika majonzi makubwa. Watanzania wengi wamepoteza ndugu zao waliouawa. Watanzania wengi kwa sasa hawajui ndugu wao wengine wako wapi, na wengine wako mamia, wako katika vyombo vya magereza, manake mahakamani, na wengine pia wamekimbia nchi. Kwa hiyo taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Ule mgawanyiko uliokuwepo kabla ya uchaguzi umezidi kuwa ni mkubwa, ni nyufa kubwa sasa, imekuwa ni nyufa. Yani imekuwa ni nyufa kubwa, ni bonde ambalo kutoka hapo huhitaji maridhiano ambayo tulikuwa tunayazungumza kabla ya uchaguzi. Utahitaji maridhiano ambayo nakuja kuyazungumzia ambayo tayari yamefanyika duniani kote kwa nchi zaidi ya 40. Yamefanyika baada ya matukio fulani kutokea. Sasa ni vyema ifahamike kwamba njia pekee ambayo inaweza kutumika au imekuwa imetumika huko nyuma kwa nchi mbalimbali ni swala la kuwa na tume ya ukweli, uwajibikaji na upatanishi, Truth, Accountability and Reconciliation Commission, ambazo hizi ni kamati ambazo zimefanyika duniani kote. Sisi hatutoka wa kwanza. Kuna nchi zaidi ya 40 ambazo zimetufanya matukio kama haya: Kenya, Afrika Kusini, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, nchi zote nyingi ambazo zimeweza, East Timor na zingine zote ambazo ziliweza kupitia changamoto za watu kutokea maafa makubwa ya wananchi. Lazima wamepitia katika hatua hii. Na sisi kwa yaliyotokea tarehe 29 hatuna namna kuepuka kupitia hatua hiyo ya kuwa na tume ya upatanishi, ukweli na usuluhishi. Hilo ni jambo ambalo lazima tusisitize. Na tume hizi sasa ni lazima iongoze kwa hali tuliofikia. Nimesema kabla ya uchaguzi tungeweza kuendesha mambo yetu wenyewe, lakini kilichotokea 29 na hadi sasa ni lazima iongozwe na watu kutoka nje ambao kidogo watakuwa na ile sura ya kuwa neutral, tunaweza tukasema mtu ambaye anaweza akasikilizwa na pande zote zinazovutana. Kwa hiyo lazima kuwe kuna tume ambayo itakuwa inaongozwa na watu kutoka nje. Unaweza kaweka watu wengine kutoka ndani ambao wanaaminika, wanaheshimika, ambao wamekuwa neutral, wamekuwa wakishauri wakati wote, lakini sehemu kubwa lazima iongozwe na watu ambao wametoka. Sasa tume hizi zinalenga zaidi kwa mfano katika kutatua migogoro mikubwa ambayo imekuwa ikitokea duniani. Kama nilivyosema, Afrika Kusini hapo nakumbuka walikuwa na mgogoro mkubwa wa ubaguzi wa rangi, watu walikufa wengi sana, lakini wakaja kuunda hii tume na ndio ilifanya hiyo nchi ikatulia, ikawa pamoja, wakaweza kutatua changamoto zao. Kitu cha kwanza cha msingi ni kujenga mazingira ya kutafuta suluhu, lakini pia kuelezana ukweli yaliyotokea, kuwajibishana,
na kutengeneza njia ambazo zinaweza zikafanya haya matukio asirudie tena. Ndio maana hii tume. Kwa hiyo lazima itafute ukweli. Hizi tume lazima zitafute ukweli, lazima ziweke mazingira ya kuwajibishana kwa wale ambao wamehusika, lakini kutafuta namna ya kuwaponya wale ambao wamepata madhara, waathirika. Lakini pia kuweka mkakati sasa wa yale ambayo yametokea yasijirudie. Ndio maana kuwa na hizi Truth, Accountability and Reconciliation Committee ambazo tunadhani sasa hiyo tume ndio lazima sasa tunadhani kama tutakwenda huko hiwepo. Sasa kabla ya kukwenda kwenye hiyo tume, ni lazima kama taifa tuzingatie mambo ya msingi sana ambayo lazima yatazingatiwa ili tuweze kwenda. Na mimi nachosema tu ni kwamba kwa wale ambao watakuwa wanahusika na mchakato huu, ili mchakato usikwame na ili tuweze kulivusha taifa hapa tulipo, kwa sababu tuko kwenye hali mbaya sana ya kitaifa. Watu wanaishi kwa hofu, watu wengine watoki ndani, wengine wamekimbia, wengine ndio wako mahakamani, wengine hawajui wapendwa wao wako wapi. Tuko katika hali ambayo ni sintofahamu kubwa sana katika taifa. Nyufa ni kubwa sana hii. Lazima kuna misingi ya kuzingatia wakati kwanza tume hiyo ipatikane, na kama nilivyosema uongozi na watu kutoka nje. Lakini katika kutafuta sasa hiyo suluhu au upatanisho, tume lazima izingatie mambo yafuatayo. La kwanza, tume ihakikishe kwamba kama taifa tunakiri na kukubali kuwa kuna tatizo. Ukiangalia sasa hivi watu wanavyozungumza hata na viongozi ni kama vile wengine hawataki kukiri kuna hilo tatizo. Lazima tuanze hapo kwa kukiri kwamba kuna tatizo. Lakini la pili, kuwe na nia ya dhati ya kutaka kufanya maridhiano, upatanisho. Hilo la msingi sana. Yaani lazima moyoni kila mtu awe na hiyo nia, kuanzia kiongozi wa juu mpaka watu wote katika taifa letu, kwa sababu hili tatizo ni la kwetu sisi wote. Lazima kuna hiyo nia. Kama hakuna, hawezi kufanya upatanisho wala kufanya maridhiano. Kama hakuna ile nia ya kweli ya kuliponya taifa, hilo haliwezi kufanyika. Lakini kuweka kumbukumbu ya matukio yote yaliyotokea, record keeping, kusema ukweli. Na ndio maana katika michakato hii masuala ya truth, kuelezea ukweli, yani akitakiwi tunabakiza dukuduku hata moja. Lazima tujue ni watu wangapi wameuawa kwa uwazi na ukweli. Wote waliouawa wamewekwa wapi? Wale ambao hawakupata vifo vyao wa ndugu zao wawapate. Nani alihusika katika mauaji hayo? Kuanzia wale waliofanya mauaji, wale walikuwa kwa sababu askari walikuwa wanatembea wanaua, na nani aliwatuma. Lazima ukweli ujulikane. Yaani hiyo misingi ukivuka tu hauwezi kufanya upatanisho, huwezi kupata maridhiano. Kwa lazima ukweli ujulikane. Na sasa hivi bahati mbaya ni kwamba ukweli haupo kabisa. Yaani ukujui watu wangapi wako vituo vya polisi, huwezi kujua ni watu wangapi walikufa. Kwa hiyo sasa hauwezi kwenda kwenye maridhiano wakati tunaficha ukweli. Hatua ya kwanza kabisa ni kuelezana ukweli, kubaini ukweli. Kwa hiyo kazi ya kwanza kwa mfano kama hiyo tume itakuwa ni kutafuta ukweli na kuweka wazi ukweli. Sasa hayo ndio michakato ambayo lazima tuzingatie tunapokwenda kwenye maridhiano. Lakini kingine ni kuondoa hofu katika jamii. Tume hii itakuwa ina kazi kubwa ya kurudisha jamii na kufanya jamii isiwe na hofu. Manake hofu na chuki ni vitu viko pamoja. Mtu anaweza kawa na hofu lakini ana chuki. Mgawanyiko unazidi kuwa ni mkubwa katika jamii. Hofu huzaa chuki, kwa sababu mimi nikiwa na hofu na wewe ndakutai mtu. Lazima tuondoe hiyo hofu katika jamii. Lazima tuondoe. Lakini kujenga kuaminiana kwa makundi ya kijamii. Sasa hivi hatuaminiani tena. Askari hawaamini raia, raia hawaamini askari, viongozi hawaamini raia, raia hawaamini viongozi. Kwa hiyo lazima tujenge trust. Lazima tuaminiane. Tume hiyo ina kazi kubwa ya kujenga trust kwenye jamii. Na unajengaje trust? Lazima uanzie kule kwenye ukweli, kwenye kukiri makosa. Kwa sababu mtu anayekiri makosa, mtu anayekiri ukweli, anayekiri kwamba nifanya makosa, kuanza kwenda kwenye safari ya maridhiano. Kwa lazima ile lizingatiwe. Na ndio kote walikofanya. Kote walikofanya. Afrika Kusini wamefanya hivyo. Kenya walifanya hivyo. Hata hapa Rwanda unapoona walifika mahala wakakiri makosa. Wale ambao waliweza kukiri waliachiwa, na wale walioendelea kukaidi tunaona kabisa kwamba mahakama zilianzishwa. Kulikuwa kuna Gachacha Court kule Afrika Kusini, na nyingine ilianzishwa hapo Arusha ya kuwajibisha wale wengine ambao walihusika. Kwa lazima twende na utaratibu kama huo. Lakini lazima kuonyesha kuguswa na kuwafariji wote. Tumeona juzi watu walisimama bungeni kutoa salamu za rambirambi, pole kwa Afrika. Hizo ndio watu ambao lazima tuguswe. Lazima kila mtu aguswe. Tusione mtu anabeza matukio yaliyotokea. Yaani hauwezi kujenga, hauwezi kupata upatanisho kama mtu amefiwa na ndugu yake, amefiwa na ndugu yake, alafu zinatoka kauli ambazo hazionyeshi kuguswa.
Kwa hiyo kama taifa lazima wote tuwe na kauli moja ya kuguswa na yale yaliyotokea tarehe 29 na kuendelea. Lakini msingi mwingine ni kutoa nafasi ya waanga matukio kuongea na kueleza. Sasa hivi watu hawawezi kusema. Watu wamekuwa waoga. Watu wana manunguniko lakini hawawezi kusema. Vyombo vya habari vinashindwa kufanya kazi yao. Lazima tutoe nafasi ya watu kusema. Watu kusema yaliyotokea ili yasijirudie. Lengo la kufanya hivi ni kwamba watu wayaseme, watu wayasikie mabaya yaliyotokea ili tuweze kuponya. Hauwezi kuponya kidonda kama au ugonjwa kama hujajua hujafanya diagnosis, uchunguzi. Kwa hiyo lazima tuseme. Watu wakisema, wahanga wakisema, vyombo vya habari vikisema, watu kama sisi tukisema, viongozi wakisema, maana yake tunakwenda sasa kuanza kulitibu tatizo ambalo tulilo nalo. Lakini lazima makundi yote yahusishwe. Lazima makundi yote yahusishwe. Hauwezi kuacha kundi hata moja kwa sababu ile tatizo ni la kitaifa, limegusa makundi yote. Kwenye mchakato huu wa kutafuta maridhiano, tusifanye kwamba ni mchakato wa kundi fulani. Tukitaka tuharibu na tukosee, tuseme kwa mfano mchakato ni swala la wanasiasa au ni swala la kundi fulani la viongozi wa dini au ni swala la asasi za kiraia au ni kundi fulani. Lazima makundi yote ya jamii yahusishwe kwa sababu tunachokwenda kutafuta ni mwafaka wa kitaifa, kwamba tukitoka hapo kusiwe na kundi lolote ambalo litapinga. Na haya tuliyasema sisi huko nyuma kabla ya uchaguzi tulipokuwa tunatafuta ule mwafaka wa kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini hata huu mchakato pia una sera, una sura hiyo hiyo na misingi hiyo hiyo. Lakini lazima tuwe na mazingira ya kuwajibisha wahusika. Katika tume zote zilizoundwa, kwa mfano East Timor kuna mahakama zilianzishwa, Sierra Leone kuna mahakama zilianzishwa, Rwanda kuna mahakama zilianzishwa, South Africa wao walichagua kusameheana. Inategemea na mnavyokuona kwenye maridhiano. Maridhiano kuna kuwajibishana, kuna kusameheana. Inategemea mmekujaje. Inategemea pia na ukubwa wa tatizo. Tatizo lilotokea Rwanda ni kubwa sana. Watu karibu mamilioni walipoteza maisha. Hapo Kenya tunaona walikwenda kwenye maridhiano wakaunda serikali ya umoja na Raila akapata kuwa na waziri mkuu kipindi cha Kibaki. Tunategemea na mnavyokwenda kwenye maridhiano. Sisi hatutaki ya maridhiano yawe ni ya kisiasa. Tunataka yawe ni maridhiano ya kitaifa, kuliponya taifa, kulijenga taifa upya. Lakini lazima kwenye swala hili lazima sasa kuwe na kuombana msamaha, kutoa misamaha kama inawezekana. Lakini kikubwa mchakato huu lazima uangalie sasa changamoto hizi zinawezaje kuwekewa mazingira ambayo hataweza kujirudia. Ndipo hapo sasa kamati itatengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba haya yote yaliyotokea vyanzo vyake ni nini? Kwa nini tumefika hapa? Tuangalie kwa nini tumefika yaliyotokea 29. Kulikuwa kuna changamoto za kidemokrasia, watu walikuwa wanatekwa, swala la katiba mpya likuwepo, mifumo ya uchaguzi haikuwa mizuri. Lazima warudi kule kwenye msingi kwamba vyanzo vya yaliyosababisha 29 lazima yafanyiwe kazi ili tusirudi tena kuwa kwenye changamoto ambayo iliyotokea tarehe 20. Hilo jambo la msingi. Kwa hiyo lazima tume ile ifanye uchambuzi wa kutosha kwamba ni kwa nini yalitokea ile tarehe 29. Then baada ya hapo watengeneze mkakati ambao kama taifa lazima tuingie na kuufanyia. Kana ndio maana unaona wenzetu kwa mfano wa Kenya walitengeneza mkakati mzuri sana wa kuwa na kutokurudia yaliyotokea yale, ikiwemo kupata katiba mpya, mifumo mingi ya kwao ya ndani, mahakama, the same na Afrika Kusini. Kwa hiyo nachosema tu ni kwamba pamoja na hizi nia ambazo tunasikia kwamba kutakuwa kuna maridhiano, tumesikia viongozi wakisema, tumesikia watu wanazungumza, makundi mbalimbali, mimi nilichotaka kusema tu nitaka niwakumbushe kwamba lazima tuzingatie misingi hii. Sijui mchakato maridhiano utakwendaje, lakini nataka tu niwakumbushe kwamba kwa hali tuliyofikia sasa Tanzania, lazima atakayesimamia swala la usuluhishi, swala la upatanisho, la maridhiano, kwanza lazima atoke nje kiongozi wa tume hiyo. Lakini pia lazima iwe na watu ambao wanaaminika katika jamii, ambao wamekuwa na nia njema ya kuliponya taifa. Lazima hilo likae vizuri na lazima lihusishe makundi yote. Na lazima misingi yote niliyoitaja hapa lazima izingatiwe. Kwa hiyo tukishindwa kwenda katika misingi hii, nadhani maridhiano hayo sidhani kama yatakuwa na tija katika taifa letu. Tutakuwa tunapoteza muda na tutaendelea kuwepo kwenye changamoto hii kila siku tunapozidi kusonga mbele.